Mpendwa mtazamaji wangu, na kusalimu kwa jina la Yesu, na ninakukaribisha tena katika kipindi hiki ambacho Mungu amekuwa amefanya mambo makubwa sana ya ajabu katika maisha ya watu wengi, na kimeleta maisha mapya kwa watu wengi sana ambao wamekuwa nafuatilia. Barikiwe sana wewe ambaye kuna ngojea kipindi hiki sana kwa muda huu. Na kukaribisha na wewe tazama kwa mara ya kwanza. Unaona chini hapo utambulisho wangu, mahali ambapo ninapotokea, lakini mimi ni mwalimu wa neno la Mungu na mhubiri wa Injili pia. Na kushukuru sana kwa ajili ya muda wako ambao umeutenga kunisikiza. Naomba usibadilishe channel kabisa. Utasikia mambo ya ajabu ya kukubariki. Haleluya. Na somo ambalo nimekuwa naendelea nalo, nimekuwa nafundisha kwa habari ya thamani ya damu ya Yesu. Lakini pia nisahau kuwashukuru mnaofuatia kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ambao unataka kupata mafundisho yangu, angalia tu kwenye YouTube pamoja na Facebook, andika tu account, andika Reverend Innocent Julius Konongo, REV Innocent Julius Konongo. Subscribe pale, kile kinachoingia uweze ukipata, na unaweza ukashare. Na angalia pia kwenye TikTok, andika mchungaji Innocent Konongo, TikTok pamoja na Instagram. Kwa hiyo kote huko Mungu amekuwa nasema na watu wengi sana, imekuwa ni baraka mno. Sasa leo ninaenda sehemu ya 4. Sehemu ya 4 katika mwendelezo wa somo la thamani ya damu ya Yesu. Na leo nakwenda kuzungumza kwa habari ya kuhesabiwa haki. Dhana nzima ya kuhesabiwa haki. Haleluya. Kuhesabiwa haki, tafsiri yake ni nini? Ngoja nisome kitabu cha Warumi sura ile ya 5 na ule mstari wa 18 mpaka 19. Kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi sura ile ya 5 mstari wa 18 mpaka 19. Biblia inasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika na kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa tendo moja na kutii kwake mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Umeona? Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi mtu mmoja wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa tendo moja la kutii kwake mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Haleluya. Nilisema Biblia inazungumza kwa habari ya mfumo wa serikali ya kifalme. Kwa mujibu wa andiko hili, neno haki limebeba vitu kama vitatu, tafsiri 3. Tafsiri ya kwanza ni kumpa mfalme kile anachokistahili. Haki katika serikali ni kumpatia mfalme kile anachokistahili. Kwa mfano, kama kwenye serikali, mojawapo ya kitu ambacho serikali inakistahili kutoka kwa raia ni kodi. Umeona? Na kutii sheria bila shuruti ni haki ya mfalme anayetaka kutoka kwa raia. Sasa raia akishatekeleza haki hizo, kuna haki nyingine inaitwa justice. Kwa hiyo kuna righteousness, kuna justice. Justice maana yake ni haki ya raia anayoipokea baada ya kutimiza sheria. Anaipokea kwa mamlaka kutoka kwenye serikali. Sasa hizi haki zote sasa ziko katika mfumo wa serikali. Haleluya. Sasa unapokuja haki ninayozungumzia hapa sasa ni ile haki ambayo ni mhalifu amekosea kabisa, halafu huyo mhalifu amehukumiwa, mfalme hukumiwa kunyongwa. Halafu sasa mfalme anatangaza kwamba amemwachilia bila masharti arudi
nyumbani. Ndio haki inayozungumza. Haleluya. Sasa maandiko yanasema kwamba kwa kosa la mtu mmoja watu wote walihukumiwa adhabu. Maana yake Adamu alipoasi, kwa lile kosa moja la kuasi kwa Adamu, na kwa sababu wanadamu wote sisi ni damu ya Adamu, maana yake wakati Adamu anaumbwa, tuliumbwa katika yeye, ni vinasaba vyake. Unaona? Maana yake alipoasi, sisi wote tukaingizwa katika hali ya kuasi kwake, tukaingizwa kuwa wenye dhambi kwa kosa la mtu mmoja. Haleluya. Sasa unaona hapa, maana yake ni mfumo wa kisheria sasa, kwamba huyu amekosa, yani sawasawa kwamba baba ameiba. Baada ya kuiba sasa amekamatwa. Kwa hiyo sasa na watoto wake wote nao wanakamatwa, wote wanaonekana wote wamekosa. Ndio kile ambacho Adamu alikifanya, kwamba kwa kukosa kwake sisi wa uzao wake wote tukajikuta wote ni wenye dhambi. Kwa hiyo kila mtoto anapozaliwa tayari maana yake ni mwendelezo ule ule. Ndio maana nilihubiri huko nyuma kipindi kilichopita nikasema kwamba kama Yesu angelizaliwa kwa damu ya Yusufu, angekosa sifa za kuwa Mwokozi, kufanya upatanisho, kwa sababu tayari Yusufu alishakuwa chini ya sheria ya dhambi na mauti. Maana yake yeye ni wa uzao wa Adamu aliyekosa, na wakati huo kulikuwa bado hakujafanyika fidia ya kumweka kwa damu. Umeona? Na kama Yesu angechangamana damu yake ingechanganyika na damu ya Mariamu, bado Mariamu naye yuko kwenye fungu lile la wenye dhambi kutoka kwa Adamu. Umeona? Ndio maana Mungu alishatengeneza mifumo ya kuepusha yote hayo. Haleluya. Sasa nazungumza kwa habari ya kuhesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, kwa kumwaga damu yake msalabani. Sasa nasema hii haki ni haki ya kuachiliwa baada ya mtu kukubali habari ya mpango wa Mungu wa kukomboa ulimwengu, kwamba ndio maana Warumi 3:23 nasema wote tumekuwa wenye dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Umeona? Sasa nasema lakini kwa sababu kama kwa kuasi mtu mmoja wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa tendo moja la kutii kwake mmoja Yesu Kristo wote tukaingizwa katika hali ya kuwa wenye haki, tena haki yenye uzima. Umeona? Nini kilichofanyika hapo? Maana yake ni kwamba Adamu asingeweza kujiokoa mwenyewe, alishapoteza sifa, yuko chini ya sheria ya dhambi na mauti. Umeona? Sasa ilibidi apatikane mwingine, Adamu mwingine aliye wa udongo. Umeona? Kwa hiyo kabidi katika wale watatu mmoja akubali sasa kulipa fidia ya kosa la huyu Adamu. Sasa kwa kuwa wote, na kwa sababu ni serikali ina mfumo wa kushughulikia wahalifu wakosaji. Sasa nikuonyeshe tu kwa baada serikali hizi za duniani hizi zinaiga mfumo wa serikali ya mbinguni. Zinaiga mfumo wa serikali za mbinguni namna ya kushughulikia wahalifu. Ndio maana kuna vyombo vya dola. Na nilikwambia mbinguni nako kuna jeshi. Haleluya, jeshi la malaika. Sasa sikiliza, iko hivi. Adamu alipoasi alipoteza uraia wa mbinguni kiroho. Maana yeye sasa si asili yake ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Kwa hiyo alipoasi alipoteza moja kwa moja ule uraia wa yeye kuwa mwenyeji wa kule mbinguni. Kama mtoto wa mfalme aliupoteza. Kwa hiyo akabakiwa na uraia wa mwilini wa duniani hapa katika mwili. Lakini kumbuka alikuwepo hapa duniani sasa kama mtumwa, hakuweza kufanya chochote kwa sababu mbingu isipoachilia duniani lazima utahenya tu. Yaani kufanikiwa na kushinda hapa duniani kunategemea ridhaa ya kule mbinguni kuachilia neema yake na uwezeshaji
kwa wana wa ufalme. Kwa hiyo Adamu alipokosea akajikuta yuko peke yake. Sasa Roho wa Mungu amekwisha kuondoka ndani yake, kwa akajikuta amekuwa mtumwa kwenye nchi yake mwenyewe. Anaanza kuhimiza kichwa, kula kwa jasho, amekuwa mtumwa mpaka na mbu mwenyewe anamwogopa. Mbu mmoja tu anaweza kumuondoa duniani. Akaanza kuogopa vitu ambavyo vilikuwa vinamtii. Ndio maana mtumwa. Kwa hiyo amebaki na uraia wa upande mmoja watu wa hapa duniani. Sasa kwa kuwa sasa yuko chini ya sheria ya dhambi na mauti, maeneo katika serikali ya mbinguni, naye Mungu akawa kuna mahabusu, lakini pia kuna gereza. Kuna magereza pia. Utakwenda kuyaona kibibilia. Haleluya. Ninafundisha ufahamu thamani ya damu ya Yesu. Sasa sikiliza. Katika serikali za wanadamu, hizi serikali za wanadamu, hata kwetu katika nchi yetu ya Tanzania na nchi nyingine, maana yake mhalifu anapokuwa amefanya uhalifu, anapelekwa, akikamatwa, anapelekwa sehemu panaitwa mahabusu. Halafu mchakato wa kisheria unafanyika. Ule mchakato unaamua vitu viwili. Aiza aonekane hana hatia, aachiliwe, arudi nyumbani. Aiza akionekana na hatia, anapelekwa sehemu panaitwa jela. Haleluya. Huo ni mchakato, bali mchakato kufanyika. Sasa na upande wa ufalme wa Mungu, sasa serikali ya mbinguni iko hivyo hivyo. Adamu alipokosea moja kwa moja, maana yake alitakiwa aende wapi? Jehanamu, aende moja kwa moja ziwa la moto. Kama ilivyokuwa kwa shetani. Shetani kwa kuwa yuko kule, alikuwa yeye kule mbinguni. Na nikasema yani kalenda inayoongoza kule mbinguni ni kalenda ya saa ya umilele. Kitu kikiharibika hakina marekebisho. Ndio maana Lucifer alipoasi moja kwa moja alihukumiwa. Yeye hakuna mchakato wa kufanyika kwamba aachiliwe. Kwa nini? Kwa sababu ya kule mbinguni. Lakini duniani ni kalenda ya saa, majira na nyakati. Kwa lazima kitu kikiharibika chaweza kufanywa mchakato wa kisheria wa kurekebisha. Huo ndio upendo wa ajabu. Mungu alisema aliupenda ulimwengu, akaupenda upeo, akawapenda watu wake. Kwa sababu kama angeweka mfumo wa kule mbinguni, Adamu alipoasi moja kwa moja na uzao wake tungeenda ziwa na moto kama shetani. Lakini Mungu akaweka mchakato. Sasa kuna maeneo, kwenye Biblia kuna sehemu panaitwa kuzimu. Kuzimu kwa lugha ya asili wametumia neno Hades. Hades maana yake ni mahali pa mateso ya muda kwa roho zote za wale walioko chini ya sheria ya dhambi na mauti, baada ya kuacha mwili, huku wakisubiri mchakato wa kisheria ukamilike, aiza waachiwe huru, aiza waende jela au ziwa la moto. Kwa hiyo tumekuwa tunasikia kuzimu, kuzimu. Na hata Yesu alisema alikuja kulijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Milango ya kuzimu. Milango ya kuzimu maana yake ni kwamba ni njia ambazo shetani anazitumia kuwapeleka watu kuzimu. Kwa hiyo kuzimu ni mahali ambapo zinaenda roho za watu waliokufa, lakini hao watu wafu wako chini ya sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo kwa lugha ya asili kwamba ni mahabusu ya Mungu. Mahabusu ya Mungu. Sasa na shetani kuna njia ambazo anazitumia kuwapeleka watu mahabusu ya Mungu, kuzimu. Njia moja wapo ya kwanza kabisa ni dhambi. Dhambi. Lakini pia shetani anatumia magonjwa. Shetani anapitia njia ya umaskini. Shetani anatumia njia watu wanakufa kabla wakati wao. Wanapokufa nje wakiwa kwenye sheria ya dhambi na mauti, tayari wanaenda sehemu panaitwa kuzimu. Haleluya. Wanaenda kuzimu. Ndio maana kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 anasema kwa sababu mtu akifa, baada ya kufa ni hukumu. Maana yake ni nini? Anasubiria sasa mchakato wa kisheria unafanyika ili sasa ahukumiwe. Umeona? Sasa sehemu nyingine inaitwa ziwa la moto. Hayo yote yako kwenye Biblia, unasoma, wasomaji wa Biblia. Ziwa la moto au Jehanamu wakati mwingine.
Sasa ziwa la moto ni jela, ni mahali ambapo sasa shetani alipoasi alihukumiwa moja kwa moja kwenda wapi? Ziwa la moto. Ila sasa hajaenda kwa sasa. Maana yake ni kwamba anasubiri utimilifu wa nyakati, mchakato wote ukamilike. Ukishakamilika, unaona, anasema akatupa katika ziwa lile la moto, ambako atakuwa ametangulia nani? Nabii wa uongo na mpinga Kristo. Yako kwenye kitabu cha Ufunuo huko. Sasa na kwa hiyo huyu mhalifu sasa, Adamu alipoasi, moja kwa moja akaenda mahabusu. Kwa uzao wake wote unaenda sehemu paitwa kuzimu, kabla ya kwenda ziwa la moto. Ziwa la moto anaenda aliyekwisha kuhukumiwa tayari. Haleluya, haleluya. Ni mambo ya ajabu sana. Haya ni mahesabu ya kiroho. Sasa liko hivi, aliasi mbinguni, ambapo naongozwa na kalenda ya Sauli milele, huyu shetani. Na kuna kitu kingine kinaitwa mauti. Mauti au kifo. Kifo kwa tafsiri niliyo tafsiri mimi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu ni kama askari aliyedizainiwa na Mungu kuwapeleka wahalifu mahabusu. Sinajua hata mtu anapokamatwa kuna maaskari wanampeleka mahabusu kule. Kuna maaskari magereza anampeleka mahabusu. Anapoenda kule kunakuwa na mateso kweli. Mateso, kupigwa na kadhalika. Navuliwa mkanda, kila kitu. Ni mahali pa mateso ya muda. Huku sasa kesi inaendelea mahakamani, Sasa huyu mauti ni mfano wa kifo. Ni askari aliyedizainiwa na Mungu. Ndio maana Mungu alimwambia, utakapokula Adamu utakufa. Maana yake nitamtuma askari wangu, atakupeleka kuzimu. Mbona? Haleluya. Sasa huyu sasa kifo ni askari aliyedizainiwa na Mungu kuwapeleka mahabusu wale walio chini ya sheria ya dhambi na mauti, kuanzia kwa Adamu mpaka pale ambapo Yesu alimwaga damu yake msalabani. Napo sema sheria ya dhambi ya mauti iko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Kuna sheria ya dhambi na mauti na kuna sheria ya roho wa uzima, ndizo zinazotawala sasa. Haleluya. Kwa hiyo watu wote ambao wako nje ya Kristo wako chini ya sheria ya dhambi na mauti. Wale ambao kisha kuwa ndani ya Kristo sasa, Biblia imesema hakuna adhabu juu yako, maana sheria ya roho wa uzima imekuacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Warumi 8 mstari wa 1. Haleluya. Sasa ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 14, Warumi sura ya 5 mstari wa 14, Biblia imesema, lakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, naye iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Narudia tena, lakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Nimesema watu wote baada ya Adamu, kila anayezaliwa, unakuta Biblia imesema mauti ilitawala tangu Adamu. Tangu Adamu ilianza kutawala mauti. Huyu askari anafanya kazi. Sasa nasema ilitawala mpaka wakati wa Musa, maana yake wakati wa Torati. Sinajua Torati iliishia pale msalabani. Ndio maana nasema mpaka wakati wa Musa, maana yake mpaka wakati wa kipindi cha Torati. Haleluya. Sasa na Yesu, kumbuka Biblia inasema kwamba ndio aliyekuja kumaliza sheria. Kwa hiyo wale wote ambao wako ndani ya Kristo, anasema tumekombolewa, kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 13. Hatuko chini ya sheria tena. Hatuko kwenye laana ya Torati. Umeona? Sasa Torati ya Musa. Kwa hiyo Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo maandiko yanasema Torati ilitawala tangu Adamu, ikawatawala hata wale ambao hawajafanya kosa na kosa la Adamu. Ndio maana unakuta hata katoto kakizaliwa katoto, unaona, unashangaa tu kanavyoendelea kukua, kanaanza kujifunza kumpiga mwenzake. Sangine akajafundishwa. Hiyo roho inatoka wapi?
ile anasema inawahusu hata wale ambao hawajafanya kosa kama alivyofanya Adamu. Hii mauti inawapata. Ya unakuta katoto, unakuta ni katoto kadogo, kanaanza kuwa na hasira za ajabu. Mama kachelewesha ziwa. Itatoka wapi? Au unakuta ni mtoto wako mdogo tu, mdogo, unampatia andazi uliompa mwenyewe, halafu unamuomba anakataa. Hiyo yote ni mbegu ya uasi. Imetokea wapi? Imetokea kwa kwenye chimbuko. Haleluya. Ndiyo maana lile andiko tulisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19 kwamba damu ya Yesu ilikuja kututoa, kushughulikia kiini cha tatizo, tuondoke kwenye mwenendo usiofaa tuliopokea kutoka kwa baba zetu, maana kuanzia kwa Adamu. Damu ya Yesu inashughulika na kiini cha tatizo. Kama ni mti, ni kung'oa na mizizi yake kabisa. Haleluya. Unaona sasa? Kwa hiyo sasa hiyo mauti alitawala tangu Adamu mpaka wakati wa Torati ilipoisha. Yesu alipomwaga damu yake msalabani pale, maana yake ni kwamba huyu askari anayeitwa mauti tayari akaanza kukosa nguvu, uhalali. Sasa tutaangalia kule mbele. Huyu mauti hana uhalali kwa nani? Kwa hiyo sasa watu wote waliokufa katika kipindi hicho walienda kuzimu. Yaani kuanzia kwa Adamu mpaka Yesu anakwenda msalabani pale, watu wote waliokufa katika kipindi hicho walienda wapi? Walienda kuzimu, mahabusu, kusubiri mchakato wa kisheria wa upatanisho. Kitabu kile cha Luka sura ya 16. Kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 19. Biblia imesema, Yesu akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kumlambalamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abraham. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu, unaona sasa, kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Abraham kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Abraham, nihurumie, mtume Lazaro achovye ncha kidole chake majini, aupoze ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Hapo ni kuzimu tu, bado ziwa la moto lenyewe. Abraham akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, wewe unateseka. Zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi sasa baba, nakuomba mtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Abraham akasema, wanao huko Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Abrahamu, lakini kama kiwaendea mtu atokaye kwa wafu aliyeona mateso haya, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hata watashawishika hata mtu akifufuka katika wafu. Haleluya. Umeona habari hiyo? Umeona, mimi nafafanua kwa habari ya uone kuzimu limetajwa pale. Sasa Yesu anatoa mfano. Kulikuwa na tajiri aliyekula kwa anasa, ponda mbali sana, anatembea magari ya kifahari, anakula kwenye hoteli za nyota 5.
anazini anavyotaka, mara si ana hela kama unavyozini wewe. Kila mwezi lazima uzini, unavunja ndoa za watu. Walikuwepo zaidi ya wewe. Umeona? Huyu tajiri alikula kwa anasa, mavazi ya gharama. Anaenda Dubai huko, anaenda wapi? Walikuwepo Dubai ya wakati ule. Kwenda kwenye sehemu za starehe. Lakini kulikuwa na Lazaro maskini. Kumbuka Adamu alipokufa, alipoasi, alitengeneza habari mbaya. Maana yake kusababisha njia mbili za kufanikiwa. Njia ya kwanza ni kula kwa jasho. Njia ya pili ni kumsujudia shetani. Kwa hiyo kuanzia wakati ule mfumo wa kiuchumi ukabadilika. Kwa hiyo huyu tajiri alikula kwa anasa. Nikasema mfumo ambao Adamu aliusababisha. Kwa hiyo kawa ni watu kula kwa jasho. Na watu wengi sana nakuta sasa wataki gharama. Haleluya. Na tunaona sasa watu wengi wanamsujudia shetani waweze kupata mali, mafanikio na kadhalika. Sasa mfumo wa watu wengi sasa ni wa uchumi umeshikiliwa na watu wachache walio wengi ambao wanakuwa wamemsujudia shetani. Kwa hiyo wale wanaofanikiwa kwa haki ni wachache sana katika dunia sasa. Walio wengi wanapita kwenye njia ambazo zinaridhiwa na ufalme wa giza. Haleluya. Sasa wale ambao walikuwa hawezi kwenda kwa njia hiyo, ndio maana Yesu alileta habari njema kwa maskini. Kwa nini habari njema kwa maskini? Ni wale watu ambao wenyewe hawezi kumsujudia shetani. Hawako tayari kutoa kafara kwa ajili ya ndugu wafe kwa ajili ya mali. Sasa Lazaro huyu, maana yanasema alikuwa ni maskini, mhitaji. Halafu sasa alikuwa na magonjwa, hawezi kwenda hospitalini. Anaenda kuchukua makomba kwa yule tajiri. Yaani kuna vitu kimoja tu ambacho kinatukutanisha pamoja. Tajiri na maskini wote wanakufa. Kwa hata kama ungelikuwa na mali kiasi gani, kufa utakufa tu. Na wakati mwingine shetani huwa anawapumbaza watu wasijue kwamba kuna kifo. Maana watu wangekuwa najua kwamba kuna kifo, pengine mtu asingelikuwa na kebei, anakejeli hata watumishi wa Mungu. Napohubiri habari njema za Yesu. Mwisho nakuja kuta mtu anaanza kukumbuka Mungu yupo sasa. Amekwisha. Haleluya. Sasa tunaona huyu Lazaro akatangulia kufa. Kwa sababu hawezi hata kutibiwa, hana hela za kwenda kupata matibabu, anakula kwenye makombo yaliyoachwa na tajiri. Kwa hiyo akafa mapema. Maandiko yanasema tajiri naye yule akafa. Sasa kabla Yesu hajamwaga damu yake msalabani, watu wote walikuwa wanakufa, walikuwa wanaenda kuzimu, kwa sababu kisheria walikuwa wako chini ya sheria ya dhambi na mauti wote. Hata wale watakatifu wa Agano la Kale tunawaona na tajwa Ibrahimu hapa, ambaye ndiye alikuwa mkuu wa ile eneo kule kuzimu. Pale palikuwa pana tofauti. Kuna shimo limetenganisha. Wale waovu wako upande mwingine, na wale wenye haki waliohesabiwa haki kwa sababu ya matendo yao, kwa kujitahidi kutokana na dhamiri zao. Na wengine walikuwa wako chini ya dhamana za damu za wanyama. Kwa hiyo walikuwa kwenye nuru, lakini haikuwa nuru halisi. Kwa nao walipokufa walienda wapi? Kuzimu, kule mahabusu. Kwa hiyo tunamuona Ibrahimu. Huyu Ibrahimu ndiye aliitwa na Mungu rafiki yake. Alitenda tendo la kinabii ambalo likasababisha Mungu amwite rafiki yake alipomtoa mwanae Isaka sadaka. Lakini Ibrahimu huyu ndo baba wa imani kwa watu wote wamwaminio Kristo. Alipokufa hakwenda mbinguni. Hakwenda kwa sababu gani? Adamu alipoasi alipoteza uraia wa kule mbinguni, kwa sababu wote, wanadamu wote wako chini ya sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo kusubiri mchakato wa kisheria wa Yesu afanye upatanisho kwa uzao wote wa Adamu. Haleluya. Sasa tunaona huyo Abrahamu sasa yuko kule, yuko pamoja na Lazaro.
Lazaro yuko kifuani kwa Abrahamu. Yule tajiri anaanza kumwambia Ibrahimu, naomba mtume huyo Lazaro chovye ncha kidole chake alete kwenye ulinaoteseka. Ibrahimu akamwambia, hapana, unaona kuna shimo nimetutenganisha. Naona. Lakini namwambia basi, naomba mtume huyo Lazaro arudi duniani. Kule Morogoro, kule Tanga, kijiji fulani, wapi mkoa fulani, nina ndugu zangu kule. Akawaambie mateso yaliyoko huku, jinsi ninavyoteseka. Peleke ujumbe, waache kunywa pombe, waache zinaa, waache vurugu, waache matendo maovu, waache uganga, waache uchawi, waache ushirikina, waache. Kumbe baada ya kifo kuna mateso. Akawaambie ndugu zangu nao 5. Kumbe watu waliokuwa wamekwisha kufa nje ya Yesu, kama una ndugu yako alishakufa hana Yesu, ujue yuko kule kuzimu, anakulilia, analia, anasema laiti angelijua. Kwa hiyo kule, kama una dada yako unajua alishakufa lakini hakuwa na Yesu, una wazazi wako, una ndugu zako na wafahamu wako wanalia kule, wangetamani wapewe dakika moja waje wakuhubiri injili ya dakika moja kwamba kule kuna mateso. Ibrahim akamwambia, hapana, kule wapo watumishi wa Mungu ambao wanahubiri kwenye Simbuka TV, wanahubiri kwenye mitandao, wanahubiri kwenye mikutano ya injili. Wasipowasikiliza hao, sikio la kufa halisikii dawa. Anasema hata kitoka mtu huko kuzimu hawatamsikiliza. Wakufa ni wakufa. Mbona? Sasa nasema kule kuzimu. Kwa nini? Kwa hiyo watu wote waliokufa tangu Adamu, unaowafahamu wewe maarufu, wote walienda kule. Wote. Akina Musa, na kuwa na uweza kuongea na Mungu moja kwa moja. Walipokufa, Mungu akamzika mwili, kiroho yake kaenda kule. Sawa. Wote waliokufa. Kama alienda Ibrahimu ambaye alikuwa ni rafiki wa Mungu, nani ambaye asingeweza kwenda? Ni sheria hiyo, kwa sababu wanadamu wote walifanyika kuwa wenye dhambi. Haleluya, haleluya. Sasa tunaona sasa kule kuzimu kilichofanyika. Kwa nini walikaa kule? Ili kusubiri mchakato wa kisheria uweze kufanyika. Mchakato wa kisheria. Kwa ilibidi wale wenye nguvu watatu sasa, Yahweh Elohim, mmoja akubali kunyongwa kwa niaba ya uzao wa Adamu, yani watoto wao. Badala wao kwenda jela, ziwa la moto, akawahesabia haki bure. Maana yake si walikuwa wamekwisha kuhukumiwa, mshahara wa dhambi si mauti, Warumi 6:23. Umeona? Na ndio maana tunaona sasa Yesu alipokata roho baada ya kumwaga damu yake msalabani, alienda wapi? Kitabu kile cha Mathayo sura ya 27 na ule mstari wa 51 mpaka 53. Baada ya Yesu kulipa fidia, alishuka mpaka kule kuzimu. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hadi chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Umeona? Kumbe Yesu alipokata roho tu pale, baada ya kulipa fidia, amemwaga damu yake, alienda wapi? Alienda kuzimu, kule ambapo akina Abrahamu wako kule, wale watakatifu wote ambao maandiko yanasema aliwajua tangu asili, akawachagua tangu asili. Umeona? Alipoenda kule, alienda kufanya kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza aliyoenda kuifanya Yesu kule kuzimu, Ufunuo sura ya 1 na ule mstari wa 18.
nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Umeona? Alipoenda kule tu, kumbe Yesu alienda kuchukua funguo. Naposema funguo, maana yake ni mamlaka. Yaani hata unapokuna toka kwenye nyumba yako, wewe umefunga mlango, ule ufunguo unatafsiri mamlaka kwamba hiyo nyumba ni ya kwako. Umeona? Sasa Yesu alienda kule kuzimu kuchukua mamlaka. Mamlaka ninasema ya mauti na kuzimu. Tumesema mauti ni mfano wa askari aliyedesainiwa na Mungu kuwapeleka wahalifu mahabusu, ambao ndio kuzimu. Kwa hiyo Yesu aliponasema ninazo funguo za mauti, maana yake shetani sasa hata kuwa chinja tena kama zamani. Maana kabla Yesu hajaenda pale msalabani, wanadamu hawakuwa na mtetezi. Alinyonga alivyotaka, watu walikufa wanaenda kuzimu. Milango ya kuzimu ilikuwa iko wazi kuwapeleka watu kuzimu. Sasa Yesu akaenda kakamata mamlaka ya kifo, mamlaka ya mauti. Haleluya! Ameshika funguo za mauti. Maana yake ni kwamba ndio maana wale wanaokuwa ndani ya Yesu, Mathayo, Yohana 5:34, unakuwa umepita kutoka mautini kwenda uzimani. Yohana 11:25 nasema yeye amwaminie Yesu hata akifa atakuwa naishi. Maana huyo askari anakuwa hana nguvu kwake tena. Kwa nini? Yesu alienda kukamata uwezo wake. Haleluya! Lakini pia nasema funguo za kuzimu, kule mahabusu. Kwa hiyo Yesu akaenda kuondoa mamlaka kwa mahabusu ya watu ambao walikuwa nakwenda kule, ili sasa wale ambao wataingia kwenye agano jipya la damu yake, ambao watakuwa wako chini ya dhamana, wamesafishwa, wamekombolewa kwa damu ya thamani, mauti na kuwa haina nguvu juu yao, na wala hawawezi kwenda kuzimu tena. Haleluya! Hiyo ndio habari njema inayoleta kwako. Umeona? Maana yake ni kwamba mtu akishakuwa ndani ya Kristo, kifo hakina nguvu juu yake. Ndio maana tunasema analala, sisi tunalala mauti. Kwa nini? Maana yake kifo kinakuwa hakina uwezo juu ya mtu aliye ndani ya Kristo. Umeona? Ndio maana Paulo akasema kuishi kwangu mimi ni Kristo na kufa ni faida. Alikuwa haogopi kifo. Kwa nini? Kwa sababu kifo tayari Yesu ameshakamata mamlaka yake, thamani ya damu ya Yesu Kristo. Umeona? Lakini pia anasema amekamata funguo za kuzimu. Ndio maana sasa kule alipoenda kule kuzimu, kazi ya nyingine, kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 20, Ufunuo sura ya 20 mstari wa 13 mpaka 14. Kitabu cha Ufunuo sura ya 20 13 mpaka 14. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani ziwa la moto. Mmesikia? Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Aya. Sasa tunajiuliza, mauti na kuzimu nazo zikatupwa katika ziwa la moto. Umewahi kusoma hapo kwamba mauti na kuzimu nazo zinaenda jela? Nimesema ziwa la moto ni jela baada ya mchakato wa kisheria kukamilika. Sasa tunaona mwisho, anasema mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo, wafu ili waje wahukumiwa kila mtu sawasawa na matendo yake. Baada ya kuhukumiwa, anasema hizi mauti na kuzimu sasa zikatupa wapi? Ziwa la moto. Ziwa la moto.
ambapo tayari alishatangulia. Nabii wa uongo amekwisha kutangulia pamoja na mpinga Kristo. Tayari yupo shetani kule. Sasa mauti na kuzimu ikatupwa. Ndio maana kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 anasema adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa nini? Kwa nini sasa mauti naye aende ziwa la moto? Huyu askari huyu. Kwa nini aende ziwa la moto? Kwa sababu alihusika kumpeleka mfalme Yesu mahabusu wakati yeye hana kosa. Umeona? Kwa sababu huyu mauti alitakiwa wakamate tu wale ambao wako chini ya sheria ya dhambi na mauti, wenye dhambi. Sasa huyu mauti huyu alifanya kosa kubwa sana, akamkamata mfalme Yesu, akamuua, akampeleka kuzimu, wakati yeye yuko chini ya sheria roho wa uzima, hana hatia. Mbona? Kwa hiyo watu wana wa uovu wakamuua Yesu ambaye hakuwa na hatia, kweli akaenda kuzimu. Ndio maana mauti nayo Biblia imesema itatupwa katika ziwa la moto, kwa sababu ilihusika kumkamata na kumuua mfalme Yesu ambaye hakuwa na kosa, zikatupwa. Haya, anasema kuzimu nayo ikatupwa tena katika ziwa la moto. Kuzimu maana yake ni mahabusu. Kwani nayo ikatupwa ziwa la moto? Ilihusika kumpokea mfalme Yesu, wakati litakiwa ipokea wale ambao wako chini ya sheria ya dhambi na mauti, ambao ni wenye dhambi, wenye hatia. Lakini kuzimu ikampokea Yesu wakati hakuwa na hatia. Kimsingi mauti na kuzimu wao hawakujua kwamba huyu Yesu mchakato itakuwa ufanyika kwa njia hiyo. Sasa kutokujua sheria sio kuepuka mkono wa sheria. Umeona? Zikatupwa nazo katika kuzimu. Kazi ya pili ambayo Yesu alikwenda kuifanya kule kuzimu ni kuwahamisha wale ambao mfalme Yesu aliwajua na kuwachagua tangu asili. Kwa alienda kuwatangazia uhuru, kuwarudishia uraia wa mbinguni baada ya kufanya upatanisho. Umeona? Kwa hiyo kazi nyingine aliyokwenda Yesu kule kuzimu, ambapo walikuwepo akina Ibrahimu, akina Daudi na wengine wote maarufu nao wajua, walikuwepo kule. Kwa hiyo Yesu aliposhuka kule, baada ya kuwa ametwaa mateka, sasa amechukua funguo za mauti na kuzimu. Kazi nyingine aliwahubiri wale watu kwamba sasa, jamani, watoto wangu, mlikuwa huku mnasubiri mchakato wa kisheria ili mimi baba yenu niweze kulipa fidia. Sasa nimeshakamilisha kazi, nimekwisha kuhesabia haki bure kwa njia ya imani, nimeshamwaga damu, hamna hatia, shetani hawadai chochote tena, tuendeni kule mbinguni kwetu. Haleluya! Ndio maana maandiko yanasema makaburi yakafunuka, ikawatokea miili mingi pale Yerusalemu. Biblia imesema mwisho wakatoweka. Kwa nini? Maana yake Yesu alikuwa anakwenda kuhamisha wale wana aliowajua tangu asili, ambao majina yao yaliyoandika katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya dunia, akawapeleka kule akina Ibrahimu na wengine watakatifu wote. Akawapeleka kule wapi? Makao makuu mbinguni. Kwa lugha rahisi ni kwamba aliwarudishia sasa uraia wa mbinguni ambao Adamu baba yao waliupoteza. Kwa hiyo wakarudishiwa uraia tena wa mbinguni. Haleluya! Ni habari za kufurahisha sana hizi. Nafundisha ujue thamani ya damu ya Yesu. Thamani ya damu ya Yesu ni kitu cha ajabu sana. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, Biblia imesema lazima vitu vyote visafishwe kwa damu, na pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ilibidi vitu vyote visafishwe kwa damu. Vyote visafishwe kwa damu kwenye ulimwengu wa roho. Hawa akina Ibrahimu wasingeweza kurudi kule mbinguni wakati pamechafuka tayari. Kwa hiyo ilibidi Yesu alipomwaga damu yake akafanya utakaso
tayari maana yake ni kwamba makao, mahali pa wao wana wa ufalme sasa kurudi katika nchi yao pako safi. Maandiko yanasema pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi, hakuna bila ndio maana wasingeweza kwenda mpaka damu imwagike kwanza. Wafilipi 3:20 anasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni, tulio ndani ya Yesu. Sasa ukiwa nje ya Yesu, sasa mchakato unaofanyika ni hivi: baada ya Yesu kufanya upatanisho wa jumla kwa uzao wa Adamu, watu wote wanaokufa katika Kristo hawaendi tena kuzimu mahabusu, wanaenda moja kwa moja mbinguni, kwa sababu mauti haiwezi kuwakamata, maana hawana hatia, wako chini ya sheria ya Roho wa uzima. Mmeona habari? Yaani wale watu wote ambao wako ndani ya Kristo, Yesu alipomaliza kumwaga damu yake pale msalabani, wote wanaokufa katika Kristo, maandiko yanasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya taabu zao. Hao watu sasa hawaendi kuzimu tena, hawaendi, na huyu mauti hawezi kuwakamata huyu askari, kwa sababu askari siku zote sana wakamata wenye hatia. Sasa hawa wanakuwa hawana hatia kwa sababu tayari wamekwisha kuhesabiwa haki. Kwa hiyo shetani hawadai chochote, wametakaswa kabisa kwa damu ya Yesu, wamefutiwa hatia. Kwa hiyo hawaendi kuzimu tena hawa. Kwa hiyo wale wote wanaokufa nje ya Kristo wanaenda kuzimu kwenye moto, mateso ya muda, kusubiria mchakato wa kisheria uweze kukamilika, kuwasubiri na wengine wote. Watu wakishahubiriwa, wengine wote, kila mtu asikie habari njema za Yesu, wote wale ambao wanakataa, wanapinga hakuna kuokoka duniani, utaokokaje, utaweza kushinda dunia, wote wakishasikia habari njema wakakataa, wakifa wanaenda kuzimu. Kuzimu ni mahali pa muda pa mateso alipoenda yule tajiri, ambapo sasa anaanza kuona cha moto, bado moto wenyewe hapo. Yaani alianza kuteseka wakati ziwa la moto lenyewe bado muda wake ni kuzimu tu. Sasa umeona kazi ya damu ya Yesu ilikuja kufanya. Ndio maana thamani ya damu ya Yesu huwezi ukailinganisha na kitu chochote. Damu ya Yesu ilifanya upatanisho wa ajabu sana, iliyoharibu nguvu ya mauti na kuzimu. Ndio maana kwa watu walio ndani ya Yesu hatutaki kufa ovyo ovyo kama sisimizi. Unakufa baada ya kumaliza kazi, unalala, shujaa amelala, sio kwa sababu shetani ametaka. Hawezi. Mauti haina nguvu juu ya walio katika Kristo Yesu. Ndio maana anasema hatutakufa bali tutaishi mpaka tuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Hakuna kufa. Unaenda wapi? Lazima ulitimize kusudi la kuwepo kwako duniani. Haleluya, haleluya. Ndipo unalala. Kwa hiyo wale watu wote ambao wako ndani ya Kristo, wao hawaendi kuzimu. Maandiko yanasema muaminie Yesu hahukumiwi, asiyemwamini Yesu amekwisha kuhukumiwa. Unaona? Maana yake ambaye hajamwamini amekwisha kuhukumiwa. Sasa unaweza ukaibatilisha hiyo hukumu, ukaamua kumwamini Yesu. Ni kipindi cha neema hiki, ukageuka. Sasa ukigeuka, askari anaitwa mauti hana nguvu juu yako, hana uwezo. Huwezi hata ukiondoka duniani, ukiwacha mwili huu, huwezi kwenda kuzimu. Moja kwa moja unajiendea mbinguni kupumzika, kusubiri mchakato ukamilike, wengine waongezeke, wote mwisho nyakati, halafu uje nyakati mpya. Haleluya, haleluya. Kule mbinguni nakaa miaka 7. Kwa hiyo kule akina Abrahamu kule
Hata wakati ule wa miaka 7 ambayo sasa kule mbinguni kanisa taka miaka 7 kule mbinguni. Miaka 3.5 ya kwanza ni hukumu ya watakatifu. Sio hukumu ya matendo, sio hukumu ya adhabu, ni hukumu ya matendo, kwa sababu sheria roho wa uzima amekwisha kuwaweka urumbani ya sheria ya dhambi na mauti. Miaka 3.5 ya mwisho ndani ya miaka 7 hapa duniani kuna dhiki kuu. Ni kipindi cha karamu ya mwana kondoo. Wageni waalikwa watakuwa wakina Ibrahimu hao, washuhudia wale wa agano jipya kwenye neema waliosafishwa kwa damu ya mwana kondoo Yesu. Sherehe ya mwana kondoo. Haleluya. Sasa unasema, mchungaji, fanyaje? Njia ni rahisi tu, ni kuhama. Wakolosai 1:13 nasema, naye alituokoa akatuhamisha, akatutoa katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ni wewe sasa kukubali kwamba sasa naamua, nataka nihame, nitoke kwenye ufalme wa giza niingie katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ujapokufa utaishi. Mauti haitakuwa na nguvu juu yako. Mauti haitakuwa na nguvu juu yako. Hata ukiondoka katika mwili hauendi kuzimu, unaenda moja kwa moja mbinguni. Sasa unasema, mchungaji, natamani sana nianze hiyo safari. Mimi nataka nikuombee wewe ambaye uko tayari kuchukua hatua. Unaona, nimefundisha kwa habari ya kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni mfano wa kwamba mtu amekwisha kuhukumiwa kunyongwa. Meshahukumiwa kunyongwa kabisa, mchakato wa kisheria baada ya kufanyika. Halafu rais anatangaza, anasema fulani, inakuja barua kule gerezani, kule mahabusu, kwamba nimemsamehe, arudi nyumbani. Wakati kwa kweli alifanya kosa, aliua, alihukumiwa kisheria. Ndicho ambacho Yesu alikifanya. Tumehesabiwa haki, sio kwa sababu ya matendo. Ni kwa sababu ya haki yake. Ni kwa sababu tumekubali mpango wa Mungu wa upatanisho kupitia kwa damu ya mwanaye Yesu. Tunahesabiwa haki. Hatuendi tena jela, ziwa la moto. Tunalo tumaini. Na wewe ukiamua, ukikubali, nakwenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, weza wa kifalme, Bwana wa majeshi, unatenda kazi hata sasa. Naomba sasa kwa ajili ya ndugu huyu aliyekubali ujumbe huu. Nimefundisha kwa habari ya kuhesabiwa haki unaotokana na thamani ya damu yako Yesu. Amekubali hizi habari njema. Msaidie sasa kusimama na kuchukua hatua kwa damu yako Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Mauti haitakuwa na nguvu juu yake tena. Hata hofu ya kifo aliyo nayo haitaweza kusimama tena, kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Naam, atatembea kwa ushujaa, kwa sababu atakuwa amepita mautini kuingia uzimani, kwa jina la Yesu Kristo. Hahukumiwi tena. Bwana Yesu, mpe neema ya kusimama na kuendelea mbele katika safari yake. Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari, na achia uzima na afya viwe juu ya kila aliye mgonjwa. Apokee uponyaji, apokee uzima, na kila shida aliyo nayo iondoke kwake kwa jina la Yesu. Amina. Sasa unaona namba ya simu hapo, unaweza ukanishirikisha, ukanishuhudia. Lakini pia chukua hatua sasa. Wewe ambaye umeamua kuokoka leo, chukua hatua, utafute kanisa sahihi, mahali ambapo kuna watu waabudu Mungu katika na kweli. Uende hapo, watakuongoza, watakuombea. Inawezekana na magonjwa na mateso, mtumishi wa Mungu ataomba na utakwenda kuwa huru, na Mungu akutendee mema. Tukutane kipindi kinachokuja.
Sibuka TV.